Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri kabisa. Once again, karibu sana katika ripoti zetu. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Sasa kama utakuwa kumbuka, wasemaji wa Simba, Yanga kwa maana Hamed Ali pamoja na Ali Shaban Kamwe waliitwa kwenye kamati ya maadili kwa ajili ya kujibu mashtuma walizokuwa nazo, na tulisubiri kwa muda mrefu sana, na rasmi sasa hukumu imetolewa. Hamed Ali ameponea, lakini Ali Kamwe maskini ya Mungu hajaponea. Ali Kamwe hajaponea, kimemlamba, yamemkuta. Sasa kamati ya na kusomea kama taarifa jinsi ilivyo, alafu baadaye tutaidadavua kwa pamoja. Inasema kamati ya maadili ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF iliyokutana kwa ajili ya kupitia na kutoa maamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake baada ya vikao vyake vya kamati ilifikia uamuzi kama ifuatavyo. Shauri la kwanza lilikuwa ni shauri dhidi ya Hamisi Mazanzala. Huyu ni afisa habari wa kikosi Kagera Sugar. Hamisi Mazanzala, afisa habari wa Kagera Sugar, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla, kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla, na wanasema kwamba hii alivunja kanuni ya 73 ya maadili. Baada ya kamati kusikiliza pande zote kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo imeanza rasmi tarehe 16 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025. Lakini pili, nimeona kuna mtu anaitwa shauri dhidi ya Hamisi Mohamed alimaarufu kama Dr. Mo. Huyu naye bana alifikishwa kwa ajili ya kusikiliza hili shauri lake, na wanasema Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa sekretarieti ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo nayo pia inaanza tarehe 16 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025. Kuna mtu anaitwa shauri la Hamed Ali, afisa habari wa Simba. Wanasema Hamed Ali, meneja wa klabu ya mawasiliano ya Simba, alishtakiwa na klabu ya Yanga akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni ya maadili ya TFF. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imebaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo, hivyo imemwachia huru. Kwa hiyo Hamed Ali yeye ana kosa lolote. Lakini shauri dhidi ya Ali Kamwe, meneja habari wa Young Africans, alishtakiwa na kamati ya na uendeshaji na usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 na kanuni za maadili za toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya kamati, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Kuna mtu anaitwa Saleh Jumanne Nyamlani ambaye yeye ni mtunza vifaa, kit manager wa timu ya taifa ya beach soccer na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mpira miguu wilaya ya Temeke. Alishtakiwa na chama cha mpira miguu mkoa wa Dar es Salaam kwa makosa 3: makosa ya kuchochea umma kinyume na kanuni hiyo, na huyu bwana baada ya kusikilizwa na ushahidi uliotolewa na vielelezo vilivyowasilishwa, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa nayo, imemfungia maisha ya kutojihusisha na shughuli zozote za mpira miguu. Kwa huyu amepigwa nyundo. Kuna mtu anaitwa Saleh Mohamed Saleh ambaye huyu ni mwandishi wa habari. Huyu bwana Saleh Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mpira miguu wilaya Temeke alishtakiwa na chama cha mpira miguu Dar es Salaam kwa makosa ya kuchochea, na makosa ni yale, na huyu bwana ametiwa hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa nayo na amefungiwa maisha kutojihusisha na masuala mbalimbali ya
soka. Bana, hizi ndizo adhabu ambazo zimetolewa, na adhabu ambazo nadhani zitakuwa zimewagusa watu wengi sana ni adhabu za watu wawili, Hamed Ali pamoja na Ali Kamwe. Hamed Ali yeye amepona kwa sababu walomshtaki ni Young Africans, na imeonekana kwamba hakukuwa na kosa kubwa sana ambalo lilikuwa linabidi limtie hatiani, kwa yeye yuko huru kuendelea na mambo yake mengine. Lakini mtu ambaye ametiwa hatiani ni Ali Kamwe. Yeye amepigwa faini ya shilingi milioni 5 cash, na hii inabidi mtoke ailipe na kutofanya kosa lolote la kimaadili ndani ya miaka 2, kwa maana miezi 24. Wasiwasi wa watu wengi ilikuwa ni kwamba the guy anaweza akafungiwa kutojihusisha na soka kwa muda fulani, lakini badala yake amepigwa faini. Alipigwa faini kwa sababu zipi? Kwa sababu za Young Africans. And this time around wakati wa wana Young Africans kumbeba Ali Kamwe na kumsaidia ili kumlipia hiyo sometimes of course so mbaya kumsaidia, kwa sababu Young Africans waliwahi kufanya hivyo. Umazionaje hizi adhabu zilizotolewa? Natamani nisikie kutoka kwako. Asante and salute la familia.